الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العالم الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وبعد، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza kuna haja ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kutuwezesha kuonana tena kwenye kikao chetu hiki cha 25 katika mlolongo wa vikao vya tafsiri ya Qur'an. Ikiwa leo ni sawasawa na mwezi 25 Ramadhan mwaka 1447 Hijria, almuwafiq ya tarehe 15 Machi mwezi wa 3 Adhar 2026. Mwenyezi Mungu ametupa taufik ya kuweza kufanya tarjama kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nisa aya ya 160. Na kwenye kikao chetu cha leo alhalaqa alkhamisa wal 20, kikao cha 25, tutaondokea kwenye aya ya 61 tarjama mpaka aya ya 170. Na baada ya tarjama hiyo tutaweza kusherehesha nukta 5 ambazo ndiyo sharhi ya aya zetu hizi 10. Na hizo nukta 5 tumezipa unwan ya aqsam, 5 aqsam. Nukta ya kwanza ni sharhul aya, ni kuisherehesha aya ya 161 wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu. Aya inawazungumzia Mayahudi na kuwalahumu kwamba moja katika michezo yao mibaya ni kula riba. Moja katika michezo yao mibaya ni kufanya biashara kwa njia ya riba, tendo linalosababisha kudhuru na kuharibu uchumi na kuendeleza ufakiri katika jamii. Na hiyo ndiyo sababu asasi ya kukatazwa riba, kwamba riba ukiangalia kwa kina na kwa undani, malengo yake ni malengo ya kuwafanya watu waendelee kuwa maskini. Kwa hiyo anayekopesha kwa riba na anayekusanya riba, yeye anaendelea kuwa na hali nzuri siku zote, lakini wale wanaokopeshwa siku zote wanaendelea kuwa ombaomba. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni nukta yetu ya kwanza au alqismu alawwal. Nukta yetu ya pili itajikita kwenye aya ya 162
ambayo inawazungumzia waliobobea katika ilmu, lakini rasikhuna fil ilm minhum walmu'minun. Hapa kuna swali, waliozama kwenye ilmu ni akina nani? Waliobobea kwenye ilmu ni akina nani? Je, na tunapoambiwa kwamba tuwaulize waliozama katika ilmu, fasalu ahla dhikr, ahlu dhikri ndio arrasikhun, warasikhuna fil ilm, lakini arrasikhuna fil ilmi, hao waliobobea kwenye ilmu, ambao tukiwa na changamoto, tukiwa na mambo inatakikana tuwaulize ni akina nani? Je, ni ahlul kitab? Ni maulama wa Kiyahudi na maulama wa Kinaswara? Lakini tutakwenda kugundua ya kwamba arrasikhuna fil ilmi, waliozama katika ilmu, waliobobea katika ilmu, na ambao inatakikana tukiwa na changamoto, tukiwa tumetatizika, turudi kwao kwa mujibu wa mafunzo halisia. Wa kwanza wao ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alafu ni ahlul bait alayhimus salam, na mkichwa wao ahlul bait ni amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib na watoto wake salawatullahi wa salamuhu alayhim. Kwa hivyo tunapoelezwa waliobobea katika ilmu, waliozama katika ilmu, kwanza ni Mtume Muhammad, lakini wa pili ni ahlul bait salawatullahi wa salamuhu alayhim. Nukta yetu ya tatu ambayo ndiyo alqismu thalith, Musa kalimullah. Kila mitume katika mitume wa Mungu na kila mawasii na maimamu, kuna jambo fulani hilo Mungu amempa ni lake. Wote mitume wa Mungu kiwaangalia, kila mtume kuna jambo fulani Mungu hilo amempa. Adam, Mungu kitu alichompa amempa ni Abul Bashar, ni baba wa watu wote. Makafiri ni baba yao, Waislamu ni baba yao, Wakristo ni baba yao, wasiokuwa na dini ni baba yao, yani ni Abul Bashar. Hicho ni kitu Mungu amempa. Zakaria kuna kitu Mungu amempa. Yahya amepewa utume akiwa mdogo. Isa amepewa utume, amezaliwa pasi na baba, hana baba, ana mama tu. Na Musa alayhi salam, Mungu amempa jambo. Amemfanya ni nani? Musa amempa sifa na cheo cha kuzungumza na Mungu, kalimullah. Yeye ameongea na Mungu. Sasa ameongea vipi? Je, alikaa wakaonana moja kwa moja kama mimi na wewe, au la katikati yake kulikuwa na jambo, kulikuwa na kitu? Hayo tutayaona katika sherehe yetu, Mungu akitupa taufik. Nukta ya 4, alqismu rabi'. Mwenyezi Mungu aya 166 anasema, isipokuwa Mungu anashuhudia kwamba hii Qur'ani inatoka kwa Mungu na malaika wanashuhudia. Aya hii ilishuka kwa nini? Sababu za kushuka ni nini? Haraka kuna gurupu la Mayahudi
waliingia kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Mtume akawaambia, nyinyi Mayahudi, mimi na uhakika mnajua kwamba mimi ni mtume wa kweli. Wakasema si hatujui hivyo. Mungu akateremsha aya hii. Kwa hivyo qismu rabi' ni sababu ya kushuka aya hiyo. Qismu yetu ya tano na nukta yetu ya tano ni amri ya Mungu na maelekezo ya Mungu na matakwa ya Mungu. Mungu anatupa amri walimwengu wote tumwamini mtu anaitwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na Mungu anapowataka watu wote wamwamini mtume, ana sababu na ana vigezo. Katika kigezo chake kimoja Mungu anasemaje? Anasema kumkubali Mtume Muhammad, kumfuata Mtume Muhammad, hususan kipindi tulichokuwa nacho ni khairan lakum, ndiyo maslahi yenu. Maneno makubwa haya Sheikh Said. Kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama kipindi tulichokuwa nacho ni khairan lakum, ndiyo maslaha kwenu. Hapa nataka maneno mazito, lakini kwenye kichwa changu hapa inapita fikra moja, kwamba leo dini zinazoitwa dini ambazo si Uislamu, angalia zilivyochezewa. Dini isiyokuwa ya Uislamu, angalia zilivyochezewa. Leo yale mambo machafu yote yanafanywa kwenye nyumba za ibada, yani nyumba zinazoitwa nyumba za ibada. Yale yaliyokatazwa na vitabu vya Mungu, Taurati, Injili, Zaburi, Qurani, yanafanywa kwenye nyumba za Mungu. Na la kusikitisha, wanaoyafanya ni wale wasimamizi na viongozi wanaojiita viongozi wa Mungu. Nyote ni mashahidi hapa. Yapo baadhi ya madhehebu ya ndugu zetu wa Kristo yaliyokubali ushoga, na tumeona ndoa za wanaume kwa wanaume, Mungu atustiri ya Rabb, zikifungwa ndani ya makanisa, ndani ya makanisa. Tumewaona Mayahudi wamevaa nguo za Kiyahudi na kofia za Kiyahudi na nywele zao za ovyo ovyo wanazoziachia, wanaoana zinazoitwa ndoa za jinsia mbili, yani ushoga. Kwa hiyo mlinganio wa Mungu, mnada wa Mungu, maneno ya Mungu yanayowaambieni nyinyi wanadamu muaminini mtume, khairul lakum, ndio maslahi kwenu, ndio maslahi yenu, ndio maslahi yenu. Yuko hayawani mmoja, namuita hayawani, yuko hayawani mmoja South Africa, alijaribu kusema yeye ni imamu alafu ni shoga. Hawakumpa dakika Sheikh, hawakumpa muda. Na ndiyo maana Mungu akatuambia njooni kwenye Uislamu, khairul lakum, ndiyo maslahi yenu, ndiyo maslahi yenu, hususan nyinyi wa Afrika, hususan nyinyi wa Afrika ambao kila kitu mnasaidiwa,
kesho mtasaidiwa misaada kutoka Marekani na Israeli, itawashartisha makanisa hatuyasaidii mpaka yakubali ushoga, mtafanyaje? Mtafanyaje? Makanisa yenu na nyumba zenu za ibada hatuzisaidii mziki mzito, hatuzisaidii mpaka zikubali ushoga na ndoa. Wala sio ndoa, kwanza ni aibu kuita ndoa, hakuna ndoa. Wanawake kwa wanawake, wanaume kwa wanaume. Kama mmekataa, hatusaidii hilo kanisa. Kwa hivyo muaminini Mtume Muhammad, khairul lakum. Kwa kifupi, hiyo itakuwa ndiyo sherehe yetu ya aya 10, Mwenyezi Mungu akiweza kutupa taufiki. Lakini kuna vijinukta viwili nitavipitia kwa dakika chache kwa sababu ya umuhimu wake. Kijinukta cha kwanza ni kijinukta kinahusiana na aya za darsa iliyopita kuhusiana na kumuona Mungu. Je, Mungu anaonekana? Kuwazuia kwao watu, kuwaepusha na dini ya Mwenyezi Mungu kwa wingi. Wa akhdhihim riba, na kuchukua kwao riba. Wa qad nuhu anhu, na hakika wamekatazwa riba. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, riba, na kula kwao mali ya watu kwa batili. Wa a'tadna lilkafirina minhum adhaban alima, na tumewaandalia makafiri na tumewaandalia wapingaji miongoni mwao adhabu kali, adhabu yenye kutia uchungu. Adhaban alima. Lakini rasikhuna fil ilmi minhum, lakini wale waliozama, lakini wale waliobobea katika ilmu miongoni mwao. Walmu'minuna, na waumin, yu'minuna bima unzila ilaik, wanaamini kile kilichoteremshwa kwako, wanaamini kile kilichoteremshwa juu yako. Wama unzila min qablik, na kile kilichoteremshwa kabla yako. Walmuqimina as-salah, na wenye kusimamisha swala. Walmu'tuna az-zaka, na wenye kutoa zaka. Walmu'minuna billahi wal yawmil akhir, na wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Ulaika sanu'tihim ajran adhima, hawe tutawapa wao malipo makubwa.
hawe tutawapa wao ujira mkubwa. Inna auhaina ilaik, hakika sisi tumekujuza wewe, kama auhaina ila Nuh, kama tulivyomjuza Nuhu, wannabiyina min ba'dih, na mitume baada yake yeye, na mitume wengine baada yake yeye. Wa auhaina ila Ibrahim, na tukamjuza Ibrahim, wa Ismail, na Ismail, wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat, na Ismail na Ishaq na Yaqub na wajukuu, wa Isa wa Ayub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman, wa ataina Dauda zabura, na Isa na Ayubu na Yunus na Haruna na Sulaiman, na tukampa Daudi zabur. Wa rusulan qad qasasnahum alaik, na mitume wengine hakika tumekuhabarisha habari zao. Min qabl, hapo nyuma. Wa rusulan lam naqsusuhum alaik, na mitume wengine hatuja kueleza habari zao. Wa kallama Allahu Musa taklima, na akamsemesha Mwenyezi Mungu Musa kumsemesha. Rusulan, mitume, hali ya kuwa ni mitume. Mubashirina wa mundhirin, ni wenye kutoa habari za furaha na kuofisha. Lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, kwa ajili isije ikawa kwa watu juu ya Mwenyezi Mungu hoja baada ya mitume, kwa ajili wasije wakawa na watu hoja kwa Mwenyezi Mungu baada ya mitume. Wa kana Allahu azizan hakima, na awe Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda, mwenye hekima. Lakini Mwenyezi Mungu yashhadu bima anzala ilaik, anashuhudia kile ambacho amekiteremsha kwako. Lakini Mwenyezi Mungu anakishuhudia kile alichokiteremsha kwako. Lakin Allahu yashhadu bima anzala ilaik, anzalahu biilmih, amekiteremsha yeye kwa ilmu yake, amekiteremsha yeye kwa ujuzi wake. Walmalaikatu yashhadun, na malaika wanashuhudia. Wakafa billahi shahida, na anatosha Mwenyezi Mungu kuwa shahidi. Innal ladhina kafaru, hakika wale waliokufuru. Waswaddu an sabilillah, na wakawazuia watu kuwaepusha na njia ya Mwenyezi Mungu, na wakawazuia watu kuwaepusha na dini ya Mungu. Qad dhallu dhalalan ba'ida, hakika wamepotea upotevu wa mbali. Innal ladhina kafaru, hakika wale waliokufuru. Wadhalamu, na wakadhulumu. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, hakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwasamehe. Wala liyahdiyahum sabila, wala kuwaongoza wao. Wala liyahdiyahum tariqa, wala kuwaongoza wao njia. Illa tariqa jahannam, isipokuwa njia ya Jahannam.
khalidina fiha abada, hali ya kukaa humo milele ngoma, hali ya kukaa humo milele. Khalidina fiha abada wa kana dhalika ala Allahi yasira, na liwe hilo juu ya Mwenyezi Mungu ni jepesi. Ya ayuhan nas, enyi watu, qad jaakumur rasul, hakika amewajilieni nyinyi mtume, bilhaqi, kwa haki, min rabbikum, kutoka kwa Bwana wenu, faaminu khairan lakum, basi muaminini ni bora kwenu, wa in takfuru, na mkikufuru na mkipinga, fa inna lillahi ma fi samawati wal ard, hakika ni vya Mwenyezi Mungu vilivyo katika mbingu na ardhi. Wa kana Allahu aliman hakima, na awe Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikima, na awe Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu, ni mwenye hikima za kupindukia. Wa kana Allahu, tutakuwa tumezifanyia tarjama aya 10, aya ya 160 mpaka aya 161 mpaka aya ya 170 ya suratu An-Nisa. Baada ya hapo sasa, naomba sasa tuweke vichwa vyetu vizuri ili kuweza kusikiliza sasa sherehe ya hizi aya ambazo tumezisoma. Na tumesema kwamba kabla ya hapo tutarudi nyuma kidogo kwenye aya, tafsiri ya aya 151 mpaka 154, ambapo aya hizi zinawazungumzia wafuasi wa Nabii Musa alayhi salam na watu wake walipomtaka wamuone Mungu kwa macho yao mawili. Lakini kabla ya kuanza sherehe yetu, naomba tunyanyue sauti za nguvu mara 3 kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala hubbi Zahra 3 marati bi a'la aswatikum. Naam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam, onwani yetu tuliisema ni al-aslu thani, asli ya pili, masala ya kumuona Mungu. Mwenyezi Mungu anasema, watakuuliza wewe watu wa kitabu, wateremshie kitabu kutoka mbinguni. Hakika walimuomba Musa jambo kubwa, akbara min dhalika, walimuomba Musa jambo kubwa kuliko hilo. Angalia maneno ya Mungu haya, walimuomba Musa jambo kubwa kuliko hilo. Mayahudi hususan wanamwambia Mtume, tuko tayari kukuamini, lakini ebu tuletee kitabu, kishusho kitabu kija tukione. Kama Nabii Musa alayhi salam alivyokwenda akashushiwa kitabu. Inna hadha la fi suhufil ula, suhufi Ibrahima wa Musa. Kwa hiyo ushushiwe kitabu kama alivyoshushiwa Musa. Angalia maneno ya Mungu mazito haya. Mungu anasema, Muhammad, usishangazwe na maneno yao hao watu. Kizazi hiki
Watu hawa kipindi cha Musa walimuomba jambo ambalo ni kubwa mno, akbara min dhalika. Sasa weka kichwani, na ndio maana nimesema kwenye unwani yangu kwamba ru'yatullah akbaru mustahil, kumuona Mungu ni mustahili kubwa sana. Yani Mungu unamuonaje? Unamuonaje? Kwa hili jicho. Hili jicho kuona halioni mpaka kitu cha kuonwa kiwe na masafa fulani, mita kadhaa. Ikivuka zaidi ya mita hizo jicho halioni, ndivyo sivyo? Wewe hapa ukisimama zaidi ya mita 200, 300, jicho kama halitoona mangati litaona mazagazaga, yani halitoona kitu halisia. Kwa hiyo hili jicho kuona linahitajia masafa muayyana, masafa maalum, ndio hili jicho lione. Lakini ili jicho ili lione sasa ukishasema kwamba Mungu tumuone kwa jicho, ina maana huyo Mungu awe masafa maalum, ima kilomita 5 au kilomita 2, ndio jicho liweze kuona. Na Mungu la makana lahu, mawjud bila makan. Ahsan, mawjudun bila makan, yupo lakini uwepo wake hauhitaji awe mahala maalumu. Haya, hiyo ya kwanza. Ya pili, jicho hili. Yani hapa labda wazaramu wanaambie kuna jicho jingine la kumwangalia Mungu, lakini kama ni hili jicho hili ili lione kitu, lazima hicho kitu kiwe na rangi fulani, iwe cheusi, cheupe, chekundu, rangi ya manjano, rangi ya kahawia, rangi ya kahawa. Kahawa ndio kahawia, rangi ya kahawia, rangi ya blue, lazima kiwe na rangi fulani ndio ili jicho hili lione. Na Mungu hana rangi. Mungu hana rangi ili hili jicho liweze kufanyaje? Liweze kuona. Haya, natoa darasa leo hapa. Haya, jingine la tatu sasa. Ili hili jicho lione, linahitajia hicho cha kuonwa kiwe ni jurmun, yani kiwe na juta, yani kiwe ni kitu unaweza ukakigusa, sio untouchable. Ni kitu unaweza ukakigusa, kitu kimetengenezeka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si juta. Sasa kwa haraka haraka ndio Mungu akasema, watu wa Musa walipomwambia tumuone Mungu, wamemuomba jambo kubwa mno, ni jambo zito, na ndio maana nikasema ni mustahili. Angalia virozo aya inavyosema, faqalu arina Allaha jahara, tunataka tumuone Mungu wazi wazi, asimame hapo. Huyu hapa Mungu, arina Allaha jahara. Kilichowakumba baba, fa akhadhatuhum as-sa'iqa, ilikuja radi ikawatafuna wote kwa dakika wote, radi moja tu, kufilia mbali. Radi ikawamaliza. Alafu Mungu anasemaje? Bidhulmihim, albau bau sababiyya, kwa sababu ya dhulma yao.
Kwa hiyo Mungu anahesabu kwamba tendo la kuomba Mungu aonwe ni dhulma, ni dhulma. Kwa hivyo kwa kifupi, Mungu haonekani hapa duniani wala haonekani siku ya Kiyama, wala haonekani motoni, kwamba atakwenda kule motoni alafu ataingiza mguu wake. Akishaingiza mguu wake, Jahannam kwa sababu ya uzito wa mguu wa Mungu itakuwa inalia, inapiga kat kat kat. Zipo riwaya Israiliyati zilizoingizwa kwenye vitabu vya Waislamu. Jahannam itakuwa inalia kwa uzito wa mguu wa Mungu, kat kat kat. Alafu Mungu yule atakuja peponi sasa kwa waumini. Akishakuja kwa waumini, anawaambia waumini, aradhitum, je, mko radhi? Aradhitum, mko radhi, mmeridhia? Mungu huyo yuko peponi, mmeridhia, mko vizuri? Watamwambia, ya Rab, umetuingiza peponi, kila neema iko ndani ya pepo. Mungu atawambia, bado kuna kitu nyinyi hamjakipata. Hadithi hizo za kina Netanyahu hizo, wakawasingizia maswahaba wa Mtume kwamba wamezipokea. Si ni hadithi za Waisraeli, Israiliyati hizi. Mungu umetupa kila kitu, kila kitu umetupa neema. Mungu atawaambia, bado kuna neema kubwa hamjaipata nyinyi. Lilladhina ahsanul husna wa ziyada, bado kuna ziada hamjaipata. Ziada ipi? Inasemekana hapo litaondolewa pazia kati yetu sisi na kati ya Mungu. Mungu tutamuona, fayarauna Allaha rabbal alamin, hapo watamuona Mungu. Halafu Mungu ataanza kuuliza, mna hakika ndio mimi kweli Mungu wenu? Wataambia, Rabbi, hatuna uhakika, hebu tuonyeshe alama. Mungu atasega, yani kuna nguo amevaa, atazisega, atazipandisha juu. Akishapandisha, wataona ule mguu alioingiza kule kwenye jehanamu umejeruhiwa, uliungua kidogo. Tuseme, kweli wewe ndio Mungu wetu. Kwa kifupi ni kwamba hadithi zilizoko kwenye vitabu vya Waislamu zinazoelezea kwamba Mungu ataonekana kwa macho haya mawili ni hadithi zilizonakiliwa kutoka kwenye vitabu vya Ahlul Kitab, wakasingiziwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Innakum satarawna Allaha yawma alqiyama kama tarawna alqamara laylata albadri la tudahuna fi. Satarawna rabbakum, mtamuona Mungu kama tarawna alqamara, kama vile mnavyouona mwezi lailata albadri. Mwezi 13, mwezi 14, mwezi 15. Wewe una shaka na mwezi, ukiuangalia tu ule pale. Hivyo ndio mtakavyomuona Mungu. La, si hivyo. Kwa hizi ni riwaya zilizochukuliwa kutoka kwenye vitabu vya Ahlul Kitab vikaingizwa katika vitabu vya Waislamu. Wa ila Mwenyezi Mungu amekushatamka wazi wazi ndani ya Qur'an, akisemaje? Akisema, lan tarani, Musa, huwezi kuniona. Na katika kuonyesha kwamba Mungu haonekani na kumuona ni jambo baya, ni dhulma hii. Mungu anaita ni dhulma. Kwanza mkisema ni jambo kubwa, alafu ni dhulma, wakashushiwa na adhabu.
akbara min dhalik faqalu arina Allaha jahra fa akhadhatuhum as-sa'iqatu bidhulmihim. Na alafu wale wanaosema kwamba Mungu ataonekana pia wanashindwa kutuwekea wazi. Je, ataonekana kwa macho haya mawili au kutakuwepo na jicho jingine siku ya Kiyama la kumwangalia Mungu? Sasa ukisema ni haya mawili, hiyo haiwezekani. Ukisema kwamba kuna jicho la tatu, alhasatu thalitha au sadisa, yani kuna kitu cha hisia nyingine kipya, kuna jicho jingine, hilo la kumwonea Mungu, hiyo bado haijaumbwa. Kwa hiyo hatuwezi kuinafish, yani hatuwezi hapa kutoa fatwa na kuvutana ya kitu ambacho bado Mungu hajakiumba. Basi akiumbe alafu tukijadili. Ama ukisema kwamba Mungu anaonekana roho ndiyo inayomuona Mungu, moyo uliokuwa safi na salama unamuona Mungu, hapo ni sawasawa. Roho iliyokuwa safi, moyo uliokuwa salama, qalbun salim, unamuona Mungu. Angalia moyo uliokuwa salama, wapi unamuona Mungu? Ebu unapokuwa kwenye matatizo makubwa mazito ambayo unaona hapa hakuna cha kunisaidia, yani kwa mfano labda watu ambao wamepata ajali ya gari, lakini ajali ambayo unakwenda unaiona, yani gari hili hapa linapelekwa na maji, gari linapelekwa na maji, dereva amejitia ujasiri kutaka kuvuka, kumbe maji yana nguvu, wewe uko ndani mle, sababu haufi kwa haraka. Au watu waliosafiri kwa njia ya bahari wakapata dhoruba, au nyumba imeingia moto, wewe uko chumbani, moto umeanza chumba cha pili, umeshatafuna chumba cha tatu, unakuja chumbani kwako. Angalia hisia ulizokuwa nazo pale, hisia ulizokuwa nazo, unahisi hapa hakuna yoyote anayeweza kukutetea. Kuna kitu kimoja tu kinaitwa Allah, kinaitwa Mungu, ndicho kinachoweza kukutetea. Hapo Mungu unamuona. Sasa hivyo ndio inavyoonekana Mungu. Una matatizo makubwa yamekukumba, mazito, umeingia chumbani unalia, umenyanyua mikono, Mungu naomba unisaidie, Mungu nitadhalilika. Mama haja kuambia nyumbani, mama mwenyewe wa Kinyamwezi amechukua hati za nyumba, amezipeleka kwenye vikoba. Sheikh Mwamba, au amezipeleka kwenye mikoba, kuna ile inaitwa umiza, ile mikoba, kausha damu. Hati za nyumba ziko kule au ziko benki, na wewe ni mtu shakhsia, mtu na heshima zako. Nyumba umeijenga kwa milioni 200, nyumba ya kisawasawa, hati zimepelekwa huko. Tarehe 5 nyumba inakuja kupigwa mnada. Vyombo ulivyokuwa navyo tu vinahitajia fuso 3 kuvihamisha. Benki yenyewe sasa, unajua ni benki gani? Sitaki nihitaji hiyo benki hiyo. Hiyo ikifika tarehe 1 tu ushakumbushwa. Hapo utamuona Mungu. Sasa Mungu hakuna hapa wa kunsaidia ulimwenguni, hakuna, ni Mungu tu peke yake.
hapo Mungu unamuona, hapo Mungu unamuona. Mungu nisaidie, Mungu sina wa kuniokoa kwenye janga hili, naadhirika. Wapi nitakwenda mimi na wanangu na vyombo vyangu? Nyumba inapigwa mnada, halafu walivyokuwa wakorofi sasa kwenye vikoba hivyo na kwenye hiyo mikopo. Nyumba umeijenga milioni 200, siku inapigwa mnada milioni 25. Milioni 200 umetumia, unaiona nyumba inakwenda bure. Hapo hauna isipokuwa Mungu peke yake, hauna mwingine. Mungu anaonekana kwa mazingira hayo, lakini kwamba tutamuona kwa macho haya hayaoni Mungu. Hana rangi, utamuonaje? Hana mahala, utamuonaje? Hana sura, utamuonaje? Hana uzito, utamuonaje? Na ndiyo maana sasa kwenye kuimaliza nukta hii, katika vitu inavyotakikana Muislamu na muumini yoyote aishi kwenye mazingira ya kumuona Mungu. Alipoulizwa katika riwayat, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, alipoulizwa ma huwa al-ihsan, akasemaje? Al-ihsan an ta'buda Allaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Hii ndio ihsan, ndio wema. Mtu wa kisawasawa ni yule ambaye anamuabudu Mungu kana kwamba anamuona. Akisimama kwenye swala akiwa na changamoto, akinyanyua mikono kumuomba Mungu huku machozi yanamtoka, kana kwamba Mungu anamuona. Lakini kwa kuwa Mungu haonekani kwa macho mawili, fa innahu yarak, yanakuona. Hivi ndio anavyotakana mtu wawe, iwe una uhakika, hapa nilipo Mungu ananiona. Na ndio maana kwa nini sisi tunafanya maasi? Kwa nini tunafanya madhambi? Kwa nini tunakula rushwa? Kwa nini tunakula haramu? Kwa nini tunaongopa? Tunatenda haramu kwa sababu hatuna hakika kwamba Mungu anatuona. Ndio maana kwenye kisa cha Yusuf, Mama Zulaikha alipotaka kumuingiza Yusuf kwenye madhambi, katika kile chumba kulikuwa na masanamu yake mwenye waungu wake anaoabudu. Basi akamwambia, wewe Yusuf, unaonekana wewe unaogopa haya masanamu haya, unaogopa hao waungu haya, nitawaziba. Akachukua nguo akawafinika wale masanamu, hawataona. Kana akachukua nguo akawaziba huyu Mungu atakuwa haoni. Kwa hiyo usiwe na mushkeli, tumkosee tu Mungu. Na ndiyo maana baadhi ya riwaya zinasema unapomkosea Mungu, unapofanya maasi ya madhambi, ni ishara ya kwamba Mungu umemfanya ni min ahwani nadhirina ilaik, yani umemfanya Mungu kwamba ni katika wale viumbe dhaifu kabisa vinavyokufuatilia. Ndani ya chumba una mtoto wa miaka 2, mtoto wa mwaka 1, mtoto wa miezi 6, miezi 5, min ahwani nadhirina ilaik, unaweza ukafanya lolote. Kwa hiyo unapomkosea Mungu, maandiko na riwaya zinaona kwamba umemfanya Mungu kwamba hana thamani yoyote. Atakufanyaje? Si hayupo. Yastakhfuna minan nas,
Unajificha na watu. Sheikh, usijifiche na watu, jifiche na Mungu. Nimesema juzi kwamba katika changamoto na balaa walilopewa sisi wanaume ni kuangalia wanawake. Kwa hiyo naangalia, naonekana hapa, sionekana, napiga macho. Sasa kwa nini muogope huyu aliyekuwa na wewe? Muogope Mungu, Mungu anakuona. Kwa sababu ya changamoto ya kuangalia wanawake tukapewa ruhusa. Sheikh Said, tumepewa ruhusa, an-nadhratul ula lak wa thaniyatu alaik. Kuangalia kwa kwanza hakuna tatizo. Umepiga juu ndaka kujua ni mwanamke wa Kizaramu au Kinyamwezi, hakuna tatizo. Lakini an-nadhratu thani, naomba salawatu. Lakini an-nadhratu thaniyatu alaik, mbona jicho unalirudisha mara ya pili? Unaangalia nini? Mara ya kwanza sawa, umekushajua wewe ni mwanamke wa Kizaramu. Hii ya pili, hii alaik. Kwa hivyo madhambi mengi, maasi ya mengi, sababu yake ni nini? Ni kwa sababu hatuamini kwamba Mungu tuko naye. Na ndiyo maana mawalii wa Mungu, mitume wa Mungu, watu wema wa Mungu, hata anapotaka kumkosea Mungu hawezi. Yani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad, hata akitaka kumkosea Mungu hawezi. Yani Mtume, ngoja, mbona nataka nikosee jamani mimi? Yani eti Mtume akusudie kwamba azungumze uongo, yani hata yuko kusudia hamna. Kwa nini? Kwa sababu Allahu ma'a wa fi wa ilayhi wa bihi. Kwa sababu yeye Mtume, yani sijui nisemeje, yani yeye na Mungu hakuna masafa. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Yani Mungu yuko naye. Yani akilala na Mungu, akiamka na Mungu, akifungua macho ana Mungu. Ma fil wujudi illa Allah. Yeye haoni isipokuwa Mungu. Akiangalia hapa anamuona Mungu. Atafanya madhambi? Na ndio maana mitume na mawalii wa Mungu hata wakitaka kufanya, sio hata wakitaka, hiyo hata pia hakuna. Hiyo hata si Mungu yuko naye. Mawalii wa Mungu wawili, mmoja wapo anaitwa Sharifu Radhi na mmoja anaitwa Sharifu Murtada. Sharifu Radhi, Sharifu Murtada yeye ni umri, mwanazuoni mkubwa na ni mkubwa kuliko Sharifu Radhi. Siku moja amekwenda kuswali, swala imekimiwa. Sharifu Radhi ni mdogo, akamwambia kaka, tangulia mbele kuswalisha. Sharifu Murtada akatangulia mbele, akaanza kuswalisha. Akaswali rakaa ya kwanza, rakaa ya pili. Alipofika rakaa ya tatu, yuko katika rukui, akaanza kufikiria masala aliyoulizwa ni mmoja wa akina mama kabla kuja kwenye swala. Aliulizwa masala fulani yanayohusiana na kina mama. Sasa yuko kwenye swala rakaa ya tatu, amerukui, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Akaanza kufikiria, mimi nimejibu sawa sawa lile swali au nimekosea? Lakini hakuna anayemjua, ni kwenye moyo wake. Jamaa, nimemwambia yule ni hivi, yale masala ni sawa sawa au nimekosea yale masala? Huku maamuma wake Sharifu Radhi kwa daraja lake kubwa la uchamungu akawa amekushajua imamu ametoka kwenye swala. Sisi maimamu hata wakitoka vipi hatujui, Sheikh. Imamu ametoka, amekwenda Chanika kununua huko, amekwenda madukani, amekwenda gengeni, alafu kwa ananyuka Allahu Akbar, kumbe muda wote hayupo imamu.
Sharifu Radha amekushajua imamu hayupo hapa, akaona hapa si swali tena jamaa, akawa anakamilisha swala peke yake. Sasa imamu akawa namuona, mbona mama wangu anakwenda kivyake vyake? Baada ya swala akamuuliza, we bwana we, mbona rakaa ya 3 umeanza kunikhalifu ukawa unifuati? Anaambia rakaa ya 3 uliporukui ulianza kufikiria ile masala ulioulizwa na yule mama. Je, umejibu kisawasawa, umekosea ndivyo au sivyo? Asema ndio. Lakini sasa kwani linaharibu swala hilo mpaka uniache? Sharifu anamwambia sasa, Sharif Murtadha anamwambia, mimi kutoka siku nimebaligh, naomba unisikilize vizuri hapa, kutoka siku nimebalehe na miaka 15, 14 mpaka leo sijawahi kumkosea Mungu kwa madhambi makubwa wala madogo. Sasa hii ya pili inahitajia salawatu nyingine zaidi. Hii ya pili, maamuma naye Sharifu Murtadha, Sharifu Radhi afwan, anamwambia imamu, na mimi sijawahi kufikiria. Wewe unasema hujawahi kutenda madhambi kutoka mbali, mimi sijawahi kufikiria kutenda madhambi kutoka nimebalighi mpaka leo. Waja'al lisani bidhikrika lahija wa qalbi bihubbika mutayyama, wa qalbi bihubbika mutayyama. Ali anamwomba Mungu kwenye dua Kumail, anamwambia Mungu, na kuomba kitu kimoja, ulimi wangu ufanye 24 hours unakutaja wewe. Yani hapa nakupa dawa moja ya dawa inayosaidia kukufanya mtu kuhisi kwamba Mungu niko naye hapa. Hivi amja Sheikh Mwamba, amjawahi kusafiri mkenda mahala mnaambiwa kwamba ile nyumba ina chunusi,